Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Mei Mosi oye! Mshikamano! Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Comrade Tumaini Nyamwoka, Rais wa Shirikisho la Wafanyakazi Tanzania TUCTA, Mheshimiwa Daniel Balansilo Mbunge, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Anna Semamba Makinda, Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri wote mliopo, Mheshimiwa Rahma Riazi Kisuo, Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano, pamoja na waheshimiwa manaibu waziri wote mliopo, Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wetu wa mkoa wa Njombe, pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa wote mliopo, Mheshimiwa Deo Sanga, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Njombe, Bi Mary Maganga, katibu mkuu wetu wa Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano, pamoja na waheshimiwa makatibu wakuu wote na manaibu wa katibu mkuu wote mliopo hapa, ndugu Caroline Mgala, mkurugenzi mkazi wa Shirika la Kazi Duniani Kanda ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Awa Chakoma Mchafu, mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii, waheshimiwa wabunge wote mliopo, Mheshimiwa Daktari Yose Mliambina, Jaji mfaizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Kazi, ndugu viongozi wote wa serikali, natambua itifaki yote ya viongozi mliopo hapa. Naomba kwanza Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia siku ya leo kuwapo hapa mkoani Njombe ya siku ya wafanyakazi duniani kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii pia kukushukuru wewe kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kujumuika na wafanyakazi wa Tanzania katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kwa mwaka huu 2026. Mheshimiwa Rais, inaonyesha dhamira na upendo wako wa dhati kwa wafanyakazi wa Tanzania. Hakika ujio wako mkoani Njombe umeongeza hali na hamasa kwa wafanyakazi kama ulivyojionea. Mheshimiwa Rais, kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miongozo na maelekezo yake mbalimbali ambayo ametufanya tuwe na mahusiano mazuri baina ya serikali, vyama vya wafanyakazi na wafanyakazi kwa ujumla, pia waajili hapa nchini. Tunamshukuru sana na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini kipekee Mheshimiwa Rais, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwenyeji wetu hapa Njombe, Mheshimiwa Anthony Mtaka. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, jambo hili tulivyokuwa tunaliendea na kama unavyoona mwitikio umekuwa mkubwa, ni kazi kubwa sana aliyoifanya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe. Tumekuwa na vikao vingi vya mara kwa mara na siku hizi 3 za mwisho hatujalala. Amefanya kazi ya dhati bila kujibakisha. Kwa kweli hongera sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Njombe kwa kazi kubwa uliyoifanya na kufanikisha jambo hili kubwa la historia. 2026 yalitangulia na kuadhimisha siku ya usalama na afya mahala pa kazi duniani ambayo yalifanyika tarehe 28 Aprili, yenye lengo la kuhamasisha waajiri, wafanyakazi na umma wa Tanzania kushirikiana katika kuimarisha usalama na afya katika sehemu za kazi. Katika maadhimisho hayo, Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana, yameacha neema kubwa sana kwa wananchi wa Njombe, kwani tulifanya zoezi la kupima afya ambapo wananchi takriban 5634 walijitokeza kupima afya zao. Na tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwezesha zoezi hili kwa kuwaleta madaktari bingwa, kwani wananchi hawa 5634 waliweza kupata ushauri kwa madaktari bingwa na kupewa dawa. Tunakushukuru sana Rais kwa jambo hili kubwa. Mheshimiwa Rais, vile jumla ya wafanyakazi 2834 walishiriki katika michezo ya Mei Mosi mwaka huu, ikiwa ni hatua
kuimarisha afya ya wafanyakazi na kuendana na kauli mbiu ya afya na usalama mahala pa kazi, ambao kauli mbiu ya mwaka huu ilisema mazingira bora kisaikolojia ni njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara. Mheshimiwa Rais, pamoja na kufanya kwa maadhimisho ya mwaka huu, naomba kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwa ushirikiano mkubwa ambao serikali tumeendelea kupata kutoka kwa wadau wa utatu, kwa maana ya TUCTA, ATE na wadau wengine waliotunga mkono kwa hali na mali na kufanikisha jambo hili kama ambavyo unaliona Mheshimiwa Rais. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano inatambua na kuheshimu mchango mkubwa ambao umetolewa na wadau mbalimbali katika kufanikisha jambo hili. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Rais, niendelee pia kukupongeza kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika uongozi wako katika sekta hii ya wafanyakazi, ambapo jambo kubwa ambalo tunajivunia katika kipindi hiki cha pili cha kwako, tumeshuhudia fursa za ajira mpya zikiendelea kutolewa ndani na nje ya nchi, nyongeza za mishahara katika kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi, ambapo wamekipokea kwa furaha kubwa. Tunakushukuru pia Mheshimiwa Rais kwa maboresho ya sekta ya kinga ya jamii, hususan kujumuisha sekta isiyo rasmi. Tunakuahidi kuendelea kutimiza wajibu wetu kwa weledi kwa mustakabali wa wafanyakazi na maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano itaendelea kushirikiana na wadau wa utatu katika kuhakikisha malengo ya dira ya maendeleo ya taifa 2050 ya kukuza kazi zenye staha kwa wafanyakazi yanafanikiwa na kuwa chachu ya maendeleo ya nchi yetu. Mwisho, nikielekea kuhitimisha, Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Baada ya maelezo hayo, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, Mheshimiwa Rais, naomba ulizie sasa nimkaribishe Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kutoa salamu zake. Asanteni sana kwa kulisikiliza. Kazi na utu. Mshikamano. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Njombe oye! Asanteni sana.